Leo tuzungumzie kitu kidogo sana katika upishi wa keki, lakini kina umuhimu mkubwa. Kitu hicho ni baking powder. Baking powder ni muhimu sana katika upishi wa keki. Inasaidia keki yako kupanda vizuri. Bila baking powder sahihi, keki yako inaweza ikatoka nzito na pia inaweza ikatoka ngumu. Baking powder husaidia keki yako ikatoka laini na texture nzuri, ambapo ile ndio unasema ni mchambuko. Kumbuka, kitu kidogo kama baking powder kinaweza kuamua kama mteja atanunua tena au la. Yafuatayo ni makosa ambayo bakers wengine huwa wanayafanya pale wanapotumia baking powder katika biashara ya keki. Kosa la kwanza ni kutumia baking powder iliyopitwa na muda. Hii inaweza kusababisha keki yako isiumuke kwa sababu hiyo baking powder inakuwa imepoteza uwezo wake. Kwa hiyo unaweza kukuta keki yako haiumuki vizuri, kumbe sababu ni kwamba baking powder yako imepitwa na muda. Kosa la pili ni kuweka baking powder nyingi sana. Watu wengi wanafikiri kwamba keki inapanda zaidi ukiweka baking powder nyingi, kumbe hapana. Hiyo itasababisha keki yako iwe na uchungu, lakini pia keki yako inaweza ikawa inakuwa kama inamomonyoka hivi. Kosa la tatu ni kuweka baking powder kidogo. Ukiweka baking powder kidogo sana, keki yako haitaumuka. Ndio hiyo mtu anakuambia keki yake ipo kama ugali. Huwa inasababishwa na baking powder ikiwa ndogo, inashindwa kuchambuka, inashindwa kupanda. Kwa hiyo matokeo yake inakuwa kama ugali fulani hivi. Kosa la nne ni kutokuchanganya baking powder yako vizuri na unga. Inabidi uichanganye vizuri, ikiwezekana uchekeche kabisa ili ichanganyike vizuri kwenye unga. Kwa hiyo keki yako itaumuka vizuri bila kutengeneza milima au kwingine ikawa imeshuka kwingine imepanda. Kosa la tano ni kupima kwa makadirio. Baking powder inabidi uwe na kipimo chake sahihi ambacho hicho utakuwa unakirudia mara kwa mara ili kupata matokeo mazuri katika keki zako. Ukiepuka makosa haya utaongeza ubora wa keki zako na kuwafanya wateja wako warudi tena kwako mara kwa mara, kwa sababu keki zako zitakuwa zinatoka vizuri muda wote. Asante kwa kuangalia na kusikiliza video hii. Natumaini umejifunza kitu. Tukutane tena katika video zitakazofuata. Asante.